Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tunataja faida 4 zinazopatikana kwa yule ambaye anasali salatu tarawehe pamoja na imamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Faida ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi, faida ya kwanza ni kufutiwa makosa yake yote yaliyotangulia pale atakapokuwa amejiepusha na madhambi makubwa ambayo huwa hayasamehewi isipokuwa kwa tauba. Lakini yale makosa ambayo hufutwa kwa ibada yote yatafutwa kwa ibada hii ya kusimama kisimamo cha Ramadhani. Qala sallallahu alaihi wasallama, Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ambaye atasimama Ramadhani, yani kisimamo cha sala ya tarawih ya Ramadhani, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Faida ya pili, atarehemewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna. Itakaposoma Qur'ani isikilizeni na mnyamaze ili mpate kurehemewa. Kwa hivyo anasikiliza Qur'ani katika swala ndiye msikilizaji bora zaidi kuliko wasikilizaji wote wanaosikiliza Qur'ani. Kwa hivyo ataingia min babi aula, uingiaji wa awali wa kipaumbele kabisa katika ahadi hii ya kurehemewa na kupata rehema za Allah kwa sababu ya kusikiliza Qur'ani. Faida namba 3, huyu anayesikiliza Qur'ani ama huyu maamuma anayesali nyuma ya imamu wake na imamu wake anasoma yani msahafu mzima takriban, kwa utaratibu wa misikiti mingi nasoma msahafu mzima katika Ramadhani nzima. Kisomo cha imamu ni kisomo cha maamum, qira'atul imam qira'atul maamum. Maana ya maneno haya ni kwamba maamuma ataandikiwa ni kama amesoma kwa kule kumsikiliza imamu wake, na ujira ni mkubwa sana unapatikana katika kila harfu ya Qur'ani, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, harfu moja inalipwa mara 10. Tabani ni jambo linalojulikana kwamba haya ni malipo ya kuanzia. Malipo huwa yanakwenda mpaka 70, 700 mpaka zaidi ya hapo, kama ilivyokuja katika hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallama. Na haya malipo 10 ni malipo ya chini kabisa, lakini mazingira yanaweza kupandisha nini idadi hiyo, au takwa ya mtu inaweza kupandisha idadi hiyo, na wakati mtukufu kama wa Ramadhani unaweza kupandisha idadi hiyo, yani zaidi ya mara 10 hiyo. Kadhalika eneo tukufu kama mtu anasoma Maka au Madina au Baitul Maqdis, nina imani yani kwa 100% kwamba ujira yani unaongezeka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo atapata ujira mkubwa sana huyu imamu pamoja na maamuma wake. Faida ya 4 na ya mwisho katika ambazo yani tunazitaja ni kuwa huyu ataandikiwa kisimamo cha usiku mzima. Yani amesali kwa mfano baada ya isha mpaka saa 4, ataandikiwa amesali mpaka alfajiri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema, man qama ma'a al-imami hatta yansarifa, atakayesimama kwa jamaa pamoja na imamu, yani kuanzia mwanzo mpaka atakapomalizika, kutiba lahu qiyamu laila, ataandikiwa amesimama usiku kucha. Hizi ni fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinazokuja kutuokoa kutokana na wingi wa makosa na uchache wa thawabu. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzaki man yasha. Lau kama si fadhila za Mwenyezi Mungu Jalla wala na rehema zake kwenu nyinyi, hakuna yeyote ambaye angetakasika katika nyinyi. Kwa hivyo hii ni ofa ya Mwenyezi Mungu Jalla wala. Ni wajibu kwa Muislamu kukubali na kuonesha shauku kwenye kupokea kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amemnyoshea mkono kumpatia. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.